Kwanza kabisa niko hapa nikijibu wale vinyangarika ya Raila Amolo Odinga kiongoza na Junet na marafiki zake, kwamba wanaposema kwamba naibu wa rais ni corrupt, eti kwa sababu naibu wa rais amesema kwamba alisaidia Amolo Odinga kwa prime minister. Na wakati naibu wa rais alipotaja maneno ya Amolo Odinga, wengine wanalia sana. Nataka niwaeleze leo, ni confirm kutoka hapa Kabarnet, kwamba wengi wenu mlikuwa shuleni wakati Raila Amolo Odinga alivyopewa hiyo kiti ya prime minister. Kwanza kabisa nataka niseme ni confirm leo hii kwamba Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto alimsaidia 2007. Bahati mbaya kura zake zikaipiwa. Wakati alipoipiwa akatai haki yake, na wakati alipotai haki yake, katika la harakati ya kutai haki yake, naye William Samoei Ruto akatetea, ndiposa akapata nafasi ya kuwa prime minister. Alipoingia kwa serikali akapewa kazi nyingine ya kusimamia hii mambo ya kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana, mwenye alisimamia hiyo mambo ya kazi kwa vijana ilikuwa kwa ofisi ya prime minister. Ndiposa ukasikia kwamba vijana wakalalamiwa kwamba kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Maana yake ni wakati huo ambapo vijana walifanya kazi na pesa ikaguliwa katika ofisi ya prime minister, ile pesa ya kazi kwa vijana. Vile vile kabla ya hiyo Raila Amolo Odinga, wala ambao wanajua bengine Junet ajui, alikuwa primary siku hiyo, mambo ya molasses Kisumu. Nani aliangusha mambo ya molasses Kisumu? Spectre International aliiba mambo mengi. Alimaliza hiyo molasses ya Kisumu. Mambo ya mahindi ambayo pengine Junet alikuwa amemaliza shule wakati tu, pengine alisikia kidogo. Na sasa hii kazi kwa vijana, hii kazi kwa vijana ndio akaingia sasa kwa mambo ambayo mnasikia sasa ya juice. So kwa hivyo nataka nieleze ya kwamba wale viongozi wajumbe, nataka niwaeleze kwamba nyinyi hamuelewi sana, kazi yenu kupiga tomo tu. Mkiambia ukweli mnapiga tomo nje. Endeni mkauliza Raila, molasses ya Kisumu nani alimaliza? Mambo ya kazi kwa vijana nani alimaliza? Ndio unaona Kenya sasa hatuna kazi kwa vijana. Yeye aliweza kusimamia hiyo, ndio ikaisha kabisa ikiendanga. So kwa hivyo wakati ya juzi, wakati alipoingia kwa hii mambo ya ANSET, vile vile alipoingia serikali ndani tena mambo ya madawa, corruption katika KEMSA, ikatokelea kwamba watu wamekula pesa ya KEMSA. Yeye akadefend watu kwamba muachie uchunguzi, ile hali wakati anaposikia kwamba kuna corruption imefanyika mahali, yeye anapikanga nduru. Leo hii wakati kwa sababu ANSET imefanya kwa ndani, ndio ananyamaza akiangalia watu wanakula pesa ya serikali. So naonekana hata yeye mwenyewe anapatanga kidogo. So kwa hivyo nataka niwaeleze Junet na wenzako, tafadhali nyinyi mambo mingi ya corruption hata nyinyi hamjui. Mlikuwa shule wakati huo, wakati Raila alipoanza hii maneno yake ya corruption. So ukisikia William Samoei Ruto akijibia Raila, mnaruka na kuimba nyimbo ambayo muelewi. Kuna chorus ama kuna pesa muelewi. So nataka niwaeleze leo kwamba, let me confirm to you, Junet, yule alimaliza mambo ya molasses Kisumu ni Raila Amolo Odinga. Mambo ya kazi kwa vijana ni Amolo Odinga. Kesi gani Ruto aliulizwa, ama kesi gani ambayo imeshika Ruto kwamba ni mvisati? Kama ni mambo ya Kimwarere, sijuzi Nurti alisema kwamba Kimwarere aulizwe Ruto. Ni kani mnasema? Kama na Aroro, Nurti amesema, ni nini mnasema Ruto ako na atiatu, ako na corruption? Kama ni plot yake ya Western ya amenunua kama wengine. Ile ya juzi Raila alikuwa analia kwamba serikali wanataka kupomoa ile kwa Nairobi. Yeye alipata kwa njia gani? Si alipata lupile Ruto alinunua yake, lakini hao wana inherit ile mali ambayo walinyang'anya wa Kenya wakati sisi hatukuwa tumesaliwa. Ndio sasa wanajaribu kuongea mingi. So hivi nataka niseme ya kwamba hata wakati wanaposema kwamba nitafunga watu wa fisadi Kenya hii nikishika rais, yeye ni mfisadi number 1. Kwanza atakiwa hata kushika uongozi, yeye anataka kwanza awekwe ndani. Kwa sababu molasses, mambo ya kazi kwa vijana, hiyo ndio kitu ambacho tutaweka ndani.
So wakati anaongea kusema nikikuwa rais nitashika watu, kwanza yeye angalie yake ni ngapi. Kwa hivyo wale ambao wanatetea Raila kwamba Raila ni msabi, amjui kwa sababu ninyi watoto mlizaliwa juzi na mkajua mkaingia siasa, amuelewe Kenya vile ilikuwa imeanza kitambo. Heri mimi kwa sababu nilikuwa nimeona mengi. Ninyi mlikuwa darasa, sisi tulikuwa tumeanza siasa. So kwa hivyo nataka nieleze hawa kwamba Raila alisaidiwa na William Samoei Ruto. Kama sio William Samoei Ruto, hakuna China ambaye ilikuwa inaitwa Prime Minister. Na nataka nieleze Raila kwamba tafadhali Raila ongea pole pole. Kama sio William Samoei Ruto, hata wewe ungekuwa na China ambayo uko naye sasa. So unapoongea kupigania mambo haya, nataka nikueleze leo hii nikiwa Kabarnet kwamba cool down. Maneno mengi na ueleze hii mambo sako hii inasumbua watu hapa kidogo. Waende China au waelewe wewe sana. Ile mtu anaelewa wewe ni William Samoei Ruto na sisi wengine. Hao vijana ambao wametoka university juzi, hawaelewi siasa, wanajifunza. Ndio unaona ukisikia mambo ya corruption wanakimbilia, hawaelewi, hawasomi mpaka wajue kwamba corruption hii ilikuwa ni kani. So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba Junet, muanze ku style up. Mnaona sasa mlikuwa napiga sijui uliwachia wapi BBI na tayari mmejua, mmeanza sasa kuelewa kwamba BBI haende mahali katika Kenya hii. Na mwanze kujizoesha rais wenu watano ambaye ni William Samoei Ruto. Nyinyi mtakuja pangwa. Papa tutaita yeye papa kwa sababu always papa remains papa kwa nyumbani. Sio kwa sababu ya mambo ya taifa. Hiyo ndio decision ambayo itakuwa made by the citizens of this republic. So kwa hivyo nataka kusema kwamba mambo ya corruption, yule mtu is corrupt katika Kenya hii kubwa sana ambaye amemaliza molasses, kampuni kubwa ni yeye ambaye nimetaja. Mambo ya vikazi kwa vijana yeye nimetaja. So hivyo mambo mengine hii ya KEMSA yeye ndio na defend wakora ambao wamekula pesa mingi katika Kenya hii. So hao ndio wale watu ambao wamekuwa wametuletea shida. Jambo la mwisho ni kwa Makoa. Nataka niseme ya kwamba mtu anaitwa Makoa ambaye mwenzangu atakusia mambo mengine sitaweza kusema hiyo. Kwanza Makoa yeye ni profesa. Ndio tukasema nataka niambie hata David President, wakati utakaposhika uongozi ya Jamhuri ya Kenya, weka kila mtu ambaye anaelewa, weka token mtu ambaye anaelewa kazi hiyo. Huyu Makoa alitolewa mtu daktari ya meno, akapelekwa katika idara ya elimu, wizara ya elimu. Kufika huko hakujua kwamba kuna pesa ambayo siko mingi huko, akarelax kama yeye anaangalia wagonjwa ya meno. Sasa hizo tunapoongea bilioni 3 sawa Kenya 3.7 billion zimepotea kwa sababu ya mashule ambazo hasiko. 3.7 billion zimepotea kwa sababu ya pesa, kwa sababu yeye mwenyewe hakuweza kuangalia kazi yake. So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais, ule mtu angefaa sahi awe nyumbani. Makoa should resign. 3 billion of Kenyan money ni pesa mingi, sio kidogo. Hiyo ni pesa mingi sana. Kwa hivyo Makoa should resign or rais lazima atoe Makoa. Ama Makoa atueleze aliweka wapi hiyo pesa. Alikuwa wapi wakati pesa bilioni 3 inapotea? Wewe wasi. Yeye alikuwa wapi? Wakati watu wanaleta mashule kushi kusema kwamba kuna mashule ambayo siko, walipata wapi? Yeye mbona watu wanalipa pesa ambayo hajulikani mashule siko wapi? Those are schools which we call pre-K schools. Na yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi gani? So kwa hivyo yeye amesembea, yeye anajua pesa imeenda ni wapi, hiyo pesa imeelekea. So kwa hivyo Makoa is responsible and he should resign with immediate effect. Sio sasa kukaa hapo kupanga mambo ya elimu. Hiyo mtu angekuwa ametoka kitambo. He has to carry the responsibility as the Minister of Education. Na nataka huyu mtu akitoka, rais msiweke mtu ambaye haelewi. Weka mtu kila mtu idara ambaye anaelewa. Bwana weka mtu na pepa mtu ya meno mnakuja kuweka education. Sasa tumepoteza pesa mingi. Kama ingekuwa mtu ambaye angeelewa mambo ya education, hatungepoteza pesa mingi. So yeye kwa sababu yeye haelewi mambo ya virus, yeye anaelewa mambo ya meno, haelewi mambo ya education. So kwa hivyo Makoa should resign. Na mkiendelea kusema kwamba nasikia Raila ananyamaza, mbona hajalalamika? Kina Junet wale wanaongea juu ya Ruto, mbona mjalalamika? Hiyo pesa imepotea, imeenda wapi? So lazima tueleze. Makoa should come out clearly, atueleze hiyo pesa zilienda wapi. Kama aliambiwa toe pesa na watu fulani, aeleze wa Kenya
hiyo pesa ilienda kwa njia gani na ni kina nani walienda na hii pesa. Wao watu washikwe, na wakati Makoha akiwa nje hata aweze kufanyiwa hiyo kazi akiwa ndani, kwa sababu pengine ataharibu mambo ya investigation. So kwa hivyo Makoha should resign with immediate effect. Okay, thank you very much. Welcome, members of the fourth estate. And first of all, I want to condemn the schemes and the plans and the evil plans that have been put in place by members of this of the political class to destroy and to malign the names of other political leaders in the name of corruption. This thing of saying Ruto is a thief is an evil scheme that is orchestrated, planned by evil people in this country to make sure that his name is maligned so that he does not come up in the presidential race in 2022. But I want to urge Kenyans to be wary of these leaders who are always using DCI, using EACC to destroy the political leadership of other leaders. And if all these schemes are true, I have never seen the DCI or the EACC coming up with a file and taking it to court, and it has succeeded. So these are just plans to make sure that they destroy William Samoei Ruto, which is actually very wrong. Let everybody vie for these seats. And if somebody has the chapter 6 of the Constitution of Kenya is very clear. If you don't qualify because of what you have been doing, then let the law take its course, but not to just go to the media or to whichever place and start maligning people's names. Let it be clear, and don't use your office or your powers to destroy leaders who are capable of leading this country. Unajua hii mambo imeenda mpaka imefika kiwango ambacho it's just politics of destruction, not politics of development, not politics of making sure that the ordinary mwananchi gets services and gets development. This kind of politics we should do away with it and plan for the people of Kenya. Let us think for the people of Kenya, but not thinking about how to destroy other leaders. And you know, when you look at the so-called deep state, they are always planning on how to destroy leaders, how to make sure that there is discriminative development in this country. That should not happen. Let development be given equally to everybody. And if issues to do with the law, let it apply to all of us, not just a few, while those ones who are protected by the government are stealing and they are not taken. There is no action taken against them. So that should end. And the other thing that I want to condemn is the CS for education. I'm now speaking as the chair for education, vocational training and ICT in Baringo County Assembly. This issue of putting the saying that you must have 40 students per examination center is discriminative. It is marginalizing the already marginalized people in these counties, especially the ASAL areas, one of them being Baringo. How on earth do you discriminate and marginalize a child who is already marginalized, and you make this child to trek for kilometers? Talk of Tiati, where you have 15, 20 children or candidates per class, and you want them to trek for 40 kilometers. Are you fair to this child? And it is very clear that every Kenyan should access quality and affordable education. So when you continue discriminating against us, what are you trying to say? And this issue of using population as the measure for everything in this country has to come to a stop. Let us look at other parameters. The distance, let us look at the hardship zones, because there are areas where you get children are traveling for 15 kilometers to access a school.
Then you want them, when they want to do an exam, you tell them now to come for another 40 kilometers. Is that what we need in this country? Those are, I don't know whether these people, these boardroom meetings where you go and decide without consulting anybody that let children in each school to be 40. Now, if you come to Baringo Central, for example, and search for specifically where I come from, only 4 schools qualify to become examination centers. So you want to tell me the rest will go and look for accommodation to go and do the exams? That is being stupid. And to be precise, that is evil, because you want these children who are already discriminated, who are already marginalized, to continue being marginalized, and they don't access education, so you want them to continue being poor. That is very wrong. I want to condemn that with the strongest terms possible, and urge the MPs who are coming from the ASAL areas, that is the northeastern, the lower eastern, the parts of coast, and the parts of Rift Valley where they are marginalized, to take urgent action and address this matter, take a petition to Parliament, and ensure that that thing is withdrawn with immediate effect. And also Magoha should be impeached, because how do you lose money on this other side? Then you are talking of it's uneconomical to run examination centers which have less than 40 students, and yet you are losing billions. These billions should assist the students to access quality education and get examination at their convenience. You don't need convenience children, and you are losing money. You are stealing money all left, right, and center. Hii serikali iko na pesa mingi, and it should not be an issue. In fact, it should reduce from 15 to 10 students per center, so that those ones who are don't qualify because they have less students can be able to do the exam conveniently and in a very conducive environment where they can do the exam and pass well. But if you stress the child again, that means now you are killing that child. Magoha, you should not murder our children. Thank you very much. Kuna issue ambayo mheshimiwa amekusia. Kenya mnatuambia tupange plan. Inaitwa nini? What do you call? Family planning. Mnasema tufanye family planning, na mnajua mkifanya family planning watoto haitakuwa wengi kama vile Magoha anasema. So mnapoendelea kusema fanya family planning, muelewe ya kwamba kila kitu mpange kulingana. Hatutapata watoto wengi as we go forward kama hii ndio njia ya kwenda. Kama mnasema tuwe na mpango, muwe na mpango ya uzazi. Hata tunapopanga mambo ya panga uzazi, hata kwa mashule, mambo ya registration centers, lazima tuweke mbao kumu, kwa sababu itafika kiwango ambacho watoto hata fika kiwango hicho ama saisio. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba lazima turudishe hiyo maneno ya kusema kwamba examination centers ni lazima una watoto 40. Iwe from let's say 15 minimum 10 na kwenda juu. So hii ni frustration ambayo Magoha ameona hata kufunga naye maji wa Kenya. Bahati ya pesa kupotea ndio tusahau. Hatutasahau, na let me tell, I want to tell Magoha, mimi nitalead demonstration katika Baringo kwa hii mambo ya Magoha kupoteza pesa katika wizara ya elimu. Mimi ndio nitaongoza hii. Sitaogopa mambo ya COVID, kwa sababu amuda tutisha kwa mambo ya COVID, na ilhali kuna wengine wanapora mali ya serikali, mali ya wananchi. So kwa hivyo rais lazima atoe jamaa. Ama sivyo mimi ndio mwenye nitaanza mambo ya maandamano. Kwa hivyo lazima yeye mtu atoka hapo. Waje kututisha na mambo ya watoto, namba ya watoto kufanya mitihani kwa centers.